na kuelemewa, afya yangu kurudi nyumbani pale kijijini, watu wanaamini jadi. Wakaniambia nenda kwa mzee fulani. Kufika pale sasa, bwana hapa bwana umepigwa jini. Nilianza kunywa dawa mimi kidogo. Lakini mke wangu akiwa yuko mbali na mimi kwa 100%, hanielewi kinachomwelekeza kinachonipata mimi. Mwisho wa siku mimi nilipopata nafuu kujitibu pale, kwa hapa kijijini pamekuwa tena kuna mashaka. Ikabidi nitafute kazi za ulinzi ili tu sasa kutafuta kubadilisha upepo wa maisha. Nikaanza kutafuta kazi za ulinzi pale Pogoro, Iringa. Naanza kulinda pale. Mke wangu anabaki kuna familia yangu. Wanangu kweli nawapenda na tunapendana. Lakini mwisho wa siku yule mwanamke akawa anaanza kuishi na mtoto mwingine ndani ya nyumba yangu, yani kapata mume mwingine. Mimi huko naendelea kuumwa na nafanya kazi za ulinzi na tunahitaji nyumbani. Naumwa nitafanya kazi za ulinzi tunahitaji nyumbani. Mke wangu tatizo lake likishanipata mimi nikijaribu kumweleza, anakuwa ni mkali kupitiliza, mheshimiwa. Sina msaada. Kwa kweli niendelea kubaki na maumivu makali. Mwisho wa siku nikamwambia mke wangu, wewe unaonekana kweli hiki kitendo unakifanya, lakini mbona unakuwa mkali kupitiliza? Nani kakwambia? Ikawa ni vita, na ninapojaribu kuongea bali kama hiyo mke wangu sitakula ndani ya tuli, watu wangu naishia kipindi kigumu. Basi mtengenezaji kabidi nitulie. Mwisho wa siku sasa kumbe tunachochea nini? Uzito zaidi. Kwa hiyo chochote ukifanya kwa mara mwisho nitaka kufa. Tuko mimi na yeye shambani siku hiyo, ilikuwa siku ya Ijumaa. Kilinipigia kitu kizito mbele yangu mimi na yeye pale. Nilitapatapa sana mpaka damu ikanitoka mdomoni. Nikamwambia mke wangu mimi nakufa. Mwanamke hana habari na mimi. Hiyo ndio ilinifanya mimi hatua kwa kimbia nyumbani kwangu na kwenda kuhamia kwa mganga mmoja ambao anakaa kijiji kimoja kinaitwa Kinyaminyi, anaitwa Bwana Bachu Nyowela. Nilifika kule kwa wale chifu, akasema kijana umepitia changamoto nzito. Watu wanakuua. Shida yao ni hii na hii na hii, lakini mimi nilikuwa siamini naoelezwa, sababu mke wangu nampenda na tunaaminiana sana. Na kweli kabisa mke wangu sasa hivi anaishi na wewe mwanaume ndani ya nyumba. Na wanafanya hiki ili kutimiza ndoto yao ambao wamekusudia kwangu. Kaka mkubwa, mimi nilikaa kule kipindi cha miezi 6, ndoa yangu ikiwa inanyanyaswa na kijana ndani ya nyumba yangu. Watoto wangu wanayaona matukio yanafanya mama yao. Na kweli watoto wangu walianza kujua kwamba kweli baba anachoongea ni kipi, na mwisho siku watoto wangu walikuja kunipa story yote. Baba mama na bibi wanasema kwamba wewe hapo ulipojenga nyumba sio kwako, ila bali ni wewe walikupa hapa ili ujenge na uishi. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tu uondoke, na ukifa wao wataishi kwa raha sana, la sivyo uondoke tu. Kwa hiyo wanadai kwamba baba sio kwako. Mke wangu hajasoma shule kabisa. Mama mkwe naye hajasoma shule kabisa, lakini wanangu tayari wanaopewa kidogo wa kusoma wale watoto. Mungu kweli alitupa wale watoto. Nikamwambia ndani pale nyumbani kwenye ile meza kuna makaratasi pale ya ushahidi wa mimi kununua zile ardhi pale Iringa. Mtazisoma nimetoa kwa nani zile ardhi. Watoto wale walienda kasoma na wakajua kwamba kweli baba lile shamba kanunua na pale nyumbani alinunua. Nikamwambia sasa ndio muone wanangu nataka kufa kwa ajili ya mali. Unaona bwana. Lakini kuna mzee mmoja alikuja pale akanipa siri ambayo ni familia hiyo ndani, kwa sababu kweli mwanangu simama kidete. Mwanangu huyu na mjukuu wangu wanataka kukuua, ambapo ni baba yake na ule mama yangu baba yake mdogo. Kweli mheshimiwa kutoa nafasi mimi kutokana na watoto wangu kunipa taarifa kama hiyo, na baadaye kwa sababu kweli pale ndani anakuja kwa wala fulani. Siku ya mimi ilibidi nimuombe yule ndugu anaonihudumia kule kijijini. Kwa bwana nataka niende nikakuombea familia yangu, hali inakuwa ni ngumu. Kwa sababu yule mwanaume kashamia katika nyumba yangu. Kweli siku hiyo ndugu mtangazaji wezi amini. Niliweza kufika nyumbani kwangu majira kama ya saa 2. Nikiwa nimetembea mbali mrefu sana kutoka maeneo ya Kinyaminyi. Nikiwa ndani naumwa, kule sina baba wala mama. Nikiumia tu kutokana na familia yangu na kuteseka hasa watoto wangu. Niliweza kumkuta mwanamke ndani akiwa anafanya uzinzi na ule kijana ambaye tayari wameshadumu kwenye mapenzi zaidi ya mwaka mmoja. Akiwa anaishi na yule kijana ambao kiukoo ni kama mtoto Mariam dada yake. Niliweza kukuta ndani ya nyumba yangu kwa kweli kama macho yangu, nilipigia mlango nilikuja nikafumania nikakuta hapo ndani wamelaliana. Wamejigawa vyumba, watoto wangu hapo chumba cha pili, wao wamelala chumba cha pili chuku, wakaendeleza matunda yao mabaya pale, wameweka pombe pale kama lita 2, wamekatakata kachumbari, wamekula, wameshiba na wali wamekula. Na mke wangu siku hiyo wakati namkufumania, ujua alikuwa amekuja kama siku ya pili yake tukule kuja kuniangalia na mwanangu ndio akanipa siri bwana baba kweli hapa ule mtu analala. Sasa mwanangu tunafanyaje sasa baba? Usimwambie mama. Mimi ilibidi nisikize maagizo ya mtoto. Ikabidi niende pale. Kufika pale nilikuta kile kitendo. Na kwa kweli mimi kule ni mgeni, sina baba wala mama, na nishajistawisha kimaisha pale, pale nyumba yangu nzuri, nimepanda matunda ya kutosha na mashamba ninao kule, na watoto wangu nimezaa nao watoto 4 yule mwanamke. Kwa kweli sikuwa na uamuzi wa kufanya kitu kibaya, isipokuwa ni kwamba yule mwanamke kilichotokea alipodaka ile panga yangu, nilivuta panga ikamjeruhi sehemu ya mikono yake. Yule kijana alihamanika kana anadondoka chini, kama dogo naomba uondoke ndani ya nyumba yangu utakuwa. Mtangazaji, nilikuwa sina nguvu. Natetemeka. Sielewi nifanye nini. Kwa kweli dunia nione imekuwa giza. Mwanamke naye akachanganyikiwa, hajui anafanya kitu gani. Yule kijana aliweza kutoka pale mbio kuna kuelekea nyumbani kwao. Yule ni mzaliwa na ni mkazi wa pale, ni wanafamilia, ni wanajamii moja.
Mimi nilichukua shida vile vifaa kwa sababu kaka yake ndio mwenyekiti wa kitongoji. Naye alikuwa jirani na lile eneo la nyumbani pale kwa sababu alikuwa na klabu pembeni anauza pombe ndio biashara zao. Alikuja akashuhudia kile kitendo na simu ile mwanaume ikiwa tayari iko nayo na baadhi ya vifaa vyake. Lakini wale kwa sababu ni wanafamilia na yule kijana ambao tayari shaka naye vifaa vyake vitatu waliweza kumkimbiza yule kijana. Hakuchukuliwa hatua zote za kisheria. Mimi nikabaki kwenye machungu zaidi na nishapoteza gharama nyingi kwa ugomvi na mke wangu kwa tukio la huyo kijana. Na nikiendelea kulaumiwa na familia na shemeji zangu pia. Kwamba mimi ni mkorofi wakati kweli mtoto wao akifanya mambo mabaya kuhusu familia yangu na mimi mwenyewe kwa ujumla. Nikasema Mungu asante. Baada ya kumfumania mimi kipindi kile nilikuwa kwa mganga naendelea kunywa dawa kugonjwa leo nimetupiwa. Ilazimika tukae kikao, wana familia waliopo wanazunguka ni ndugu wa yule mwanamke, lakini kwa wale walikuwa wenye mapenzi zake walikuwepo. Wakaniambia bwana, huwezi kumfukuza mwanamke kwa hapa kwa sababu na kwamba yeye ndio anaokuangalizia familia, ndio hapo lipo naumwa. Wewe rudi tukaendelea kunywa dawa kwa sababu dawa sasa zinaonekana kijana unaenda kupona. Kapambane. Usikate tamaa mtoto wetu. Tunakuombea Mungu utafanikiwa tu. Utarudi ndio tukuje kuchukua maamuzi ya huyo mwanamke na mtavyoamua kuishi. Nikasema asante. Ndugu mtangazaji, nilibidi nisikilize kwa sababu pale sina baba wala mama. Na mimi hata simu ya mawasiliano na familia yangu nilikuwa nishapotezaga. Kwa sababu ni mama kwa muda mrefu. Nilirudi mimi kwa yule mganga. Mganga kanipa pole sana kwa tukio lililonitokea na akasema ndugu wangu kaza kunywa dawa. Nilikuwa kidogo nafuu na niendelee kuipata. Huku nyuma baada ya kuondoka yule mwanamke aliuza vitu vya ndani na kutoroka na kuniachia watoto pale. Ilikuwa ni mwezi wa 6 kuelekea mwezi wa 7 watoto wamefunga likizo ndogo ya shule. Akakimbia akaelekea jijini Dar es Salaam ambako tulikuwa tumekutana naye kwa mara ya kwanza na kuishi naye. Mama mke wangu akiwa anasipita na mwanae, wanangu walibaki pale peke yao. Nilikuwa na sina budi, yule brother alikuwa ni mwenye huruma, akasema bwana Masegedu rudi nyumbani, kaendelee kulea watoto wako. Akasababu yeye ni mganga, akaamua kunipa hela kidogo tena yeye ya kwenda kuanza familia yangu namna ya kuishi nao. Kufika pale watoto wangu walikuwa tayari wana kama siku 3 hapo peke yao hawana msaada. Bibi yao hajui kama watoto waliozama naye. Nilikuwa nimelima miwa bondeni, watu wangu walikuwa wanashindia miwa. Kufika nyumbani pale hata unga hakuna, nikachukua jukumu kwenda kusaga unga na kuanza kuwapikia chakula wanangu. Nililia vibaya sana nikiwa watoto wangu wale wawili pale uwanjani kwangu. Tukaanza kuishi na wanangu pale, mwanamke tayari nikiwa sina. Bibi yao mzaa mama yao yuko pale kijijini akifanya harakati zake zingine za kulewa pombe na kuishi maisha ambayo kazoea kuyaishi. Nikasema sio mbaya, wanangu tuombe Mungu. Huku mimi sijazaliwa na nyanyasika. Tukavumilia kubaki na wale watoto. Mke wangu akiwa hayuko pale. Sasa mimi na mke wangu kipindi kile cha mwezi wa kilimo tulilima viazi. Vile viazi vilifika msimu vilikuwa vimekomaa. Mama mkwe yeye kwa sababu tayari anavijua tumlio mimi na mwanae, alianza kwenda kuvivuna vile viazi na kuviuza, anaenda kunywa pombe. Mimi nikiwa sijui chochote. Lakini kuna kaka yake ambaye ni baba mmoja na yule mama mkwe. Akasema bwana, mjomba nimekuta shambani kwako mama mkwe kachimba viazi sehemu kubwa. Nikamwambia kachimba viazi, nikamwambia kwa hiyo wewe mjomba unasemaje? Unataka ule viazi? Akasema mimi nimeona anachimba viazi vingi kwa ameenda kuuza sasa. Nikamwambia kama anauza kwa ajili ya matumizi yake sio mbaya, hata mimi mwenyewe hata mimi kule viazi kachimba mjomba. Wewe kama una hamu na viazi niambie mimi nikuchimbie. Akasema basi mimi baadaye uje unisaidie kuchimba na mimi unipe vyakula. Mjomba wake. Nikasema sawa mjomba. Nina machungu makubwa mke wangu kunikimbia na leo watoto wangu pale, familia mke wangu ndio ile pale. Bwana mheshimiwa mtangazaji. Lakini cha ajabu watoto wangu walivyosikia hivyo akaomba niwe wakachimbe viazi. Nikamwambia si mwende shambani tunakajua. Walienda kule bibi yao walimkuta aliwafukuza watoto wangu walivyoona kwa shambani chimbe viazi vile. Akamwambia nani ambaye mchimbe viazi? Watoto walikimbia kwa nyumbani kwangu wameshika viazi kimoja kwamba wamezuiliwa simbe viazi vile vya kula wao. Mimi ndivyo watoto walivyoniambia hivi sikuweza kuamini kwa mara moja nikaona hapana. Sio kweli na nyinyi acheni uongo. Unaona bwana. Sasa mimi nilikuwa tayari sio mtu wa kawaida na stress mengi mheshimiwa, nimevurugwa na wazo wanangu wale vipi, mimi mwenyewe maisha yangu yaende vipi, hali ni tete, dunia imenizunguka. Ikanibidi sasa pale jioni yake niwasikize watoto wangu niende nikachimbe viazi ili niwachemshie waweze kula na wao kwa sababu wametamani. Kwenda kule kweli nikakuta vile viazi vimeshamili viko vizuri, nikaanza kuchimba na wanangu wale na weko kwenye ndoo. Ilikuwa mida kama saa 11:30 kuelekea saa 12. Punde sio punde sababu yale maeneo kule shambani ndiko makazi ya mama mkwe yako jirani sana ile eneo na kuchimbia viazi. Mama mkwe kule shambani akatazama kaniona niko mimi na wale wanangu wachimba viazi. Yeye hakuwa peke yake, alikuwa na mama mmoja hivi ambaye ni rafiki yake jirani. Wameongozana. Alifika alipiga pale alipiga kelele akasema, mnafanya shambani huko?" Mwenzi alimshika mkono kama wewe, yule ni mkweo, yuko na watoto wake wanachimba viazi. Akasema, mke wangu kitu gani? Mwenzi asikesha kimbia kwa ajili yake mwenyewe. Sasa anachimba viazi anapeleka wapi? Aenda kula na nani? Kwa kweli ndugu mtangazaji, nikawa sina la kusema. Mimi nikabaki naumia moyoni. Yule mtu kaweka mzigo kule nyumbani kwake kaanza kuja huko shambani ambako ni porini kutufuata nikiwa na watoto wangu nachimba viazi. Na waza wanangu waenda kupata chakula wale. Naona bwana.
Wakati wa mama ule anakuja, yule mwenzie alitupita pale akatusalimia, akasema yule mama sio naye leo mimi sielewi. Akasema bibi, hii dunia ni mitihani. Akasema mjukuu wangu pole. Mama ule akawa amenipita pale. Kidogo mama kafika mheshimiwa mtangazaji. Pale anapokuja kashati chamani mkali anaongea maneno mengi ya kilugha ya Kihehe pale. Muhege, ngali kiki. Naona bwana. Watoto wangu wakasema bibi wanataka kumpigia nini baba, wakawa wakota madongo yale viazi na chimba wakitaka kumtishikia ule asinisogelee mahali nilipo. Kwa kweli mtangazaji, mimi nilikuwa bado ninaumwa. Masikioni mwangu vitu vinaunguruma. Ni kama nimekuwa kama chizi, sielewi ninachokifanya kwenye maisha yangu. Nimevurugwa. Nilipata jaziba. Nilipongoloa mpini wa jembe na Mungu